Wengi mmekuwa mkijiuliza, kwa nini Kibu Denis hajajenga kwao? Ukweli ambao wengi hawaujui lakini unastahili kuusikia leo. Nipe sikio hadi mwisho. Kumekuwa na maswali mengi. Mbona Kibu Denis analipa mamilioni na Simba FC lakini nyumbani kwao kwa wazazi wake bado ni nyumba ya kawaida? Hebu tusimame kidogo, tusikilize hadithi ya kweli nyuma ya maisha ya kijana huyu anayewapa Watanzania furaha kila siku. Kwanza, Kibu Denis hakuja duniani kama Mtanzania wa kuzaliwa. Yeye ni mzaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Uraia wa Tanzania aliupata kwa sababu ya kipaji chake kikubwa. Kipaji kilichomfungulia milango na kutuonyesha kwamba Mungu akisema ndio, hakuna wa kupinga. Pili, Kibu alikulia kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, moja ya kambi kubwa barani Afrika, inayohifadhi wakimbizi kutoka Kongo, Burundi na nchi nyingine. Na hapa ndipo watu wengi hawajui. Katika kambi hii, kuna sheria kali za serikali ya Tanzania zinazowasimamia wakimbizi. Sheria ambazo hazitazami ukubwa wa mafanikio yako bali hadhi yako kama mkimbizi. Hata kama una mamilioni, huwezi kujenga nyumba ya kudumu. Huwezi kujenga kwa tofali za kudumu. Huwezi kujenga kwa tofali za kudumu. Huwezi kuweka bati kwa hiari, na mara nyingi nyumba lazima iwe ya udongo, nyasi au maboresho yasiyo ya kudumu. Unaweza kula vizuri, kuvaa vizuri, hiyo inaruhusiwa tu, kuwa na simu, TV, pikipiki na kadhalika, lakini kujenga nyumba ya kudumu hairuhusiwi. Kwa hivyo, kabla hujamlaumu, kabla hujajiuliza kwa nini hajajenga, jaribu kwanza kutambua mazingira alikotoka. Maisha ya ukimbizi si kama ya kijijini, si kama ya mjini, ni mfumo mwingine kabisa. Kibu ameibuka kutoka mazingira magumu kuliko wengi wetu tunavyodhani. Akapambana, akanyanyuka, na leo anatupeperushia bendera ya Tanzania. Huyu kijana anastahili pongezi, si lawama. Rest in peace Mzee Denis Prosper. Kwa hivyo, kabla ya kuhukumu kitu, hakikisha kwamba unajua ukweli wake. Kwa sababu wengi mmekuwa mkimlaumu sana Kibu Denis kwa nini hajajenga kwao. Tumepata ya kwamba kulingana na sheria za wakimbizi ni kwamba huwezi kuwa unajenga kitu cha kudumu, ila unakubaliwa ama unaruhusiwa kula vizuri, kutembea vizuri, kununua simu, TV na kadhalika, lakini uruhusiwe kujenga kitu cha kudumu.